Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya Mkristo na tabia, hasa habari ya kinywa, yaani maneno. Mpendwa katika Bwana. Kichwa somo letu kinasema kwamba maneno manne ambayo Wakristo huyatumia vibaya au hawapaswi kuyatumia au wanayatumia isivyo sahihi. Mpendwa katika Bwana. Maneno haya manne nataka tukajifunze na tukaangalie, kwa maana watu wengi sana huwa tunaongea maneno kwa wakati wa hali fulani imetukuta, tunaongea yale maneno yamkini kujitetea, yamkini kuonekana kwamba hatuna hatia, yamkini kuonekana kwamba hatuna kosa lolote. Lakini je, yako sahihi kwa Mkristo kuyatumia, au yanafaa vipi kwa Mkristo, au yanamaanisha nini? Biblia inasema vipi? Na haya maneno si tu Wakristo wanaosema, wanaoyatumia, hata watu wengine si Wakristo lakini wanayatumia maneno haya. Vipi? Yanamaanisha nini? Tukajifunze kwa habari ya Biblia inasema vipi kuhusu maneno haya. Mungu wa mbinguni anazungumza vipi kuhusu maneno haya? Maneno yenyewe ni haya hapa: hakuna aliye mkamilifu. Neno la pili, shetani alinipitia. Neno la tatu, roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Neno la nne, nakutania tu. Wapendwa katika Bwana, maneno haya manne tutakwenda kuyaangalia. Twende tukajifunze katika somo hili la kuhusu Mkristo na maneno. Mpendwa katika Bwana, neno la kwanza kabisa, ya kwamba hakuna aliye mkamilifu. Je, ni kweli kwamba hakuna aliye mkamilifu? Katika mwili ndio, lakini katika Mungu wa mbinguni ukamilifu upo. Maana yake mtu yote aliyemwamini Yesu Kristo, huyo mtu amekamilika, na mtu ni mkamilifu kabisa, hajapungukiwa na kitu chochote. Katika Biblia kulikuwa watu wakamilifu, lakini pia katika kitabu cha Timotheo 2 ule mlango wa 3, katika ule mstari wa 17 anasema, ili mtu wa Mungu awe kamili. Mtu wa nani? Wa Mungu. Kwa mtu wa dunia hapana, lakini mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, ni kamili huyo mtu, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Hivyo huyo mtu anakuwa amekamilika. Huyo ni mtu wa Mungu, lakini si mtu wa dunia. Katika Biblia wapo watu ambao walikuwa ni wakamilifu kabisa mbele za Mungu, walienda kwa ukamilifu mbele za Mungu. Kwa mfano Nuhu alikuwa ni mkamilifu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 6 ule mstari wa 9 anasema kwamba, na hivi ni vizazi vya Nuhu. Nuhu naye alikuwa ni mwenye haki, lakini pia mkamilifu. Alienda mbele za Bwana, alienda pamoja na Bwana. Mtu anayeenda pamoja na Mungu, huyo mtu amekamilika, kwa sababu Mungu ni mkamilifu. Kitabu cha Wakolosai wa 2 anazungumza jambo hilo kwamba sisi wote tumekamilishwa katika Kristo, kwa kuwa Kristo yeye ni mkamilifu, kwa kuwa Kristo yeye amekamilika, ni mtimilifu. Hivyo nasi tumetimilika katika Kristo. We are complete, hakuna tulichopungukiwa nacho. Mpendwa katika Bwana, Ibrahim wakati huo anaitwa Abraham, katika Mwanzo 17 ule mstari wa kwanza anazungumza kwamba pale Mungu Ibrahimu alipokuwa na miaka 99, Mungu akamtokea Ibrahimu. Alipomtokea akamwambia, nao uende mbele zangu ukawe mkamilifu. Tazama, Mungu anamdirect Ibrahim katika ukamilifu. Kwa inawezekana kuwa mkamilifu, inawezekana kuwa ambaye yuko katika mbele za Mungu, anayetembea na Mungu, anawezekana akawa mkamilifu, anakuwa mkamilifu huyo mtu. Lakini ambaye haendi na Mungu hawezi kuwa mkamilifu, anakuwa amepungukiwa na ule utukufu. Lakini pia Ayubu pia alikuwa ni mkamilifu. Ukisoma Ayubu 1 ule mstari wa 8 anasema, Ayubu, umemwona Mungu anajidaia Ayubu. Umemwona Ayubu mtumishi wangu anavyoenda mbele zangu kwa ukamilifu, amekataa uovu wote. Kwa mtu anayekataa uovu, anayefanya vitu viovu, huyo mtu ni mkamilifu, ametosheleza katika utoshelevu wote wa Mungu. Ndio maana katika Timotheo 2 ule mlango wa 3 mstari wa 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema, kukataa uovu, kukataa mashauri mabaya, kukataa vitu vibaya, huyo mtu anakuwa amekamilika. Mpendwa katika Bwana, hivyo watu wengi sana tunaenda katika njia hiyo. Mtu amefanya dhambi, amedanganya, ameiba, amelaghai, wakimkamata au tukimkamata, sisi wenyewe tunahukumu na kuhukumu, tunasema kwamba lakini hakuna aliye mkamilifu. Hapana. Katika utumishi wa Mungu, wote walio utumishi wa Mungu wamekamilika. Huyo mtu amefanya dhambi, akatubu dhambi yake, huyo mtu hajakamilika yeye, si wengine hawajakamilika, hapana. Si wanadamu wengine hawajakamilika, hapana. Walio katika Kristo wamekamilika. Ila ambao wako katika dunia, wadhinzi, waovu, hao watu ndio hawajakamilika. Katika kitabu cha Yakobo 1 ukisoma mstari wa 4 na wa 5 pale anazungumza, anasema, saburi
huleta kazi kamilifu ili mpate kuwa wakamilifu tena watimilifu bila kupungukiwa na neno. Mpendo katika Bwana, bila kupungukiwa na neno. Watu kumbe tunakuwa wakamilifu katika Kristo Yesu bila kupungukiwa na kitu chochote. Ule mstari wa 5 anasema basi mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, akiondokewa na ukamilifu, akifanya dhambi, huyo mtu si mkamilifu. Akienda katika jambo si mkamilifu. Hamwamini Kristo si mkamilifu. Kwa hivyo akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu. Yeye Mungu awapaye wote wala hakemei, atampatia, atamkamilisha. Kwa hivyo unawezekana ukiona hujakamilika, katafute ukamilifu, kaombe toba, kaombe rehema. Usiacha kujitolea sababu kwamba hakuna mtu aliyekamilika. Wewe hujakamilika, ndio, kaombe rehema. Wewe kwa sababu ni mtu ambaye uko mwilini, lakini watu walio katika Kristo, walio katika roho, hao watu wamekamilika wote. Mtu yote anayemkimbilia Yesu Kristo na amemwamini kweli Yesu Kristo, huyo mtu amekamilika kabisa. Hiyo ni jambo la kwanza, habari ya ukamilifu wa mtu. Jambo la pili, shetani alinipitia. Wapendwa katika Bwana, kauli hii inatolewa na watu baada ya kuwa wamefika kwenye hali ya mbaya tena zile. Bado mtu amezini, ameiba, amesengenya, amefanya nini, amemkamata kwenye kile kitu, anasema shetani alinipitia. Amekamata kwenye ugoni, kwenye sehemu fulani, shetani alinipitia. Amechelewa, shetani alinipitia. Amefanya kitu fulani, shetani alinipitia. Wapendwa katika Bwana, maneno hayo huwa yanamkwaza sana Mungu, yanamuudhi sana Mungu. Kwa sababu gani? Hapendezwi na kauli za namna hiyo. Kwa nini umpe shetani nafasi mlango? Anasema shetani tusimpe nafasi, tumpinge shetani naye atatukimbia. Tumkaribie Mungu naye Mungu atatukaribia sisi. Tutakuwa karibu na Mungu, shetani hatatupitia. Shetani anatupitia kwa sababu gani? Hatupo karibu na Mungu. Kwa Mungu anachukia. Kwa nini umpe shetani nafasi akupitie? Katika kitabu cha Mhubiri 5 ule mstari wa 6 anasema hivi, usiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Mpendo, usiache kinywa chako kikaufanya mwili wako uende jehanamu. Amen. Anasema wale wapumbavu husema mbele ya malaika kwamba nilipitiliwa tu, kwamba eti nilipitiwa, amefanya kosa, nilipitiwa. Ukianzia huko juu, Yakobo alikuwa anazungumza, Mhubiri alikuwa anazungumza jambo zuri sana. Ukianzia mstari wa 1 pale anasema usiruhusu mguu wako, jitunze sana mguu wako endapo nyumbani kwa Mungu. Ni afadhali kukaribia kusogea kukaribia kusikia kuliko kutoa kafara wa wapumbavu ambao hajui kwamba wanatenda mabaya. Anatenda mabaya, anasema shetani alinipitia. Anasema mstari ule hiyo Yakobo hiyo Mhubiri 5 mstari wa 6 anasema kwamba utakaofanya hivyo utamtia Bwana hasira, atataka kupiga kwa sababu ya kosa lako hilo la kusema kwamba shetani alinipitia, nilipitiliwa tu, eti nilipitiwa tu. Ulipitiwa namna gani? Kwa ulikuwa uone hatua za dhambi zinapokaribia, ulikuwa unaona, lakini umefanya makosa. Hiyo si kauli njema kwa Mkristo au mtu mwingine kuitumia wakati amefanya kosa. Kama umefanya kosa, katubie hiyo kosa lako. Acha kusema nilipitiwa. Kauli pekee ni hii, nimefanya kosa, nikatubu dhambi yangu. Hakuna cha kutoa reason au kupunguza ukubwa wa kosa kwa sababu ya ile. Kwa sababu ukiwa unapunguza ukubwa wa kosa vile, hautaitubia hiyo dhambi yako. Utairudia kuifanya tena, utarudia kuifanya tena. Kwa hiyo maneno hayo yanapunguza sana moyo wa toba, yanapunguza sana moyo unyenyekevu, kurarua moyo wako vizuri ili uweze kumwelekea Mungu tena katika moyo wa ukamilifu. Mpendwa katika Bwana, hilo ni neno la pili. Neno la tatu, roho i radhi lakini mwili mdhaifu. Pia neno hili linatumiwa vibaya sana na watu. Katika kitabu cha Mathayo 26 ule mstari wa 41, Yesu Kristo alipowakuta wanafunzi wamekaa, alipomwambia ombeni kwamba msiingie majaribuni, lakini wenyewe akawa wamelala, akawakuta akamwambia amkeni muombe. Najua roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa msiutii. Hakumaanisha kwamba laleni, aliwaambia hivi, msikubali kuutii mwili, amkeni mkaombe msije mkaingia majaribuni. Sasa watu wengi sana mtu aombi, anakuja anasema bwana, unajua roho iradhi mwili ni dhaifu. Kauli mbaya kabisa kuitumia. Mtu amechelewa sehemu fulani, anajua bwana, nilikuwa nimetulia, unajua roho iradhi mwili ni dhaifu. Kauli mbaya kuitumia. Haya mazingira mabaya kuyatumia. Alichokuwa anamaanisha Yesu Kristo, msikubali kuutii mwili, ukataeni mwili, amkeni mkaombe. Si muendelee kulala, si muendelee kuzubaa, si muendelee kuthuasua. Msikubali kuutii mwili. Huo mwili ni dhaifu. Mkikubali kuutii mtaanguka kwenye majaribu. Ndio hicho kwa nakimaanisha. Amkeni muombe ili muweze kushinda majaribu. Amen. Hilo ni jambo la
la 3. Jambo la 4, nakutania tu. Watu wanaongeza kauli. Mtu amemwita mtu nakutania tu. Amemwambia mtu kitu, baadaye anakuja kumwambia nakutania tu. Baba anakuita nakutania tu. Mtu anakuita nakutania tu. Uchukue pale kitu fulani, amna nakutania. Nilikuwa nakutania tu. Mpendwa katika Bwana, kauli hizo ni mbaya sana. Zinasababisha vitu ambavyo ni vibaya na vinaharibu utukufu wa Mungu kwa hali ya juu sana. Katika kitabu cha Mithali 26 ule mstari wa 18 na 19 anazungumza kuhusu jambo hili. Anasema kwamba kama alivyo mtu mwenye wazimu, yani kama alivyo mtu kichaa, amina, ambaye hutupatupa mienge, yani hutupatupa vimotomoto ovyo ovyo, anatupatupa vimotomoto ovyo ovyo, na mishale anarusha mishale ovyo ovyo, na mauti anaitambaza tu mauti ovyo ovyo bila kuzani. Huyo mtu anatupatupa hivi vitu, hajui kama anaweza akachoma, akateketeza, akaharibu vitu vingine, vitu vizuri sana akaviharibu kwa sababu ya maneno hayo, mizaa hiyo. Anazungumza jambo hilo. Anasema mstari wa 19, anasema ndivyo alivyo mtu amdanganyaye mtu kisha akamwambia nilikuwa nafanya mzaha tu. Unamdanganya mtu alafu anamwambia nilikuwa nakutania. Anakuita nakutania tu. Ndivyo alivyo mtu huyo. Kama ni mtu anafananishwa na mtu ambaye ni kichaa, ambaye anatupatupa mioto ovyo ovyo, adhani kama anaweza akaharibu ule utukufu. Siku nyingine utamwambia mtu afanye hicho kitu, hata kifanya. Kwa sababu gani? Ameshazoea, unamtania tu. Au atakuuliza kweli kweli, kwa sababu hana uhakika na wewe. Na sisi tulio watu wa imani hatupaswi kuwa na imani ya namna hiyo. Huo ni udhaifu mkubwa sana wa imani, kuuliza kitu kweli kweli. Yaani mtu anakuambia, sisi ni watu wa uhakika. Akikwambia mtu uhakika ni uhakika. Tunaamini hivyo kwamba watu wanakuamini kwamba ni mtu unayetoa maneno ya uhakika. Sasa kwa nini uanze kutoa tena maneno ya uongo, maneno ya shetani? Kwa hivyo maneno hayo hayafai kutumika kwa mtu ambaye amemwamini Kristo. Mpendwa katika Bwana, najua yako maneno mengi sana katika Kristo kuyatumia ambao anayatumia sio sahihi au hafai kuyatumia kabisa kwa sababu ya muktadha au mazingira ambayo yanatumika. Mpendwa katika Bwana, kama neno hilo lipo, unaweza ukalicomment hapa chini ya video hii ili tuweze kulisoma, lakini pia tuweze kulifahamu. Na utuwekee pia na vizuri hata kitabu cha Biblia ili tuweze kujifunza kwa uzuri zaidi. Lakini pia vipi wewe umeelewa vipi kuhusu maneno haya manne ambayo nimeyazungumza, kwa habari ya kuna mtu aliye mkamilifu, lakini pia kwa habari ya shetani alinipitia, lakini pia kwa habari ya kwamba roho iradhi lakini mwili ni dhaifu, lakini pia nyingine nilikuwa nakutania tu. Mpendwa katika Bwana, weka komenti yako hapa ili tuweze kujifunza kwa upana juu ya mambo haya. Mpendwa, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.